Naomba sasa kwa nafasi hiyo nimkaribishe kwa heshima kubwa ya kikao cha leo, tupate neno kwa dakika chache, pengine dakika 5 mpaka 7 kadiri Allah atakavyomjalia, mjumbe wa Hay'atul Ulama Tanzania, shekhe wetu, mzee wetu na kiongozi wetu, Sheikh Taha Suleiman Ban, kwa kalima fupi itakayopamba shughuli yetu ya leo. Sheikh, karibu sana, Allah kubariki. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mheshimiwa mgeni rasmi na mashekhe wote na viongozi mbalimbali, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, katika dakika hizi chache kati ya 7 hadi 8, ningependa kwa munasaba huu kuelezea umuhimu wa namna Qur'ani tukufu inavyowakusanya watu pamoja na namna Qur'ani tukufu ilivyokuwa ni mwongozo kwa umma. Ndugu zangu, Qur'ani tukufu ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ndiyo aliyetuumba na aliyeumba kila kitu, na kwa muktadha huo anajua mahitaji ya kila mmoja wetu, nini kina maslaha kwake na nini kina madhara kwake. Kwa hivyo Qur'ani hii itabaki kuwa ni mwongozo thabiti wa kweli katika kila sehemu na katika kila zama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama ilivyo katika aya ya mwanzo kabisa ya surati Ibrahim, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayk litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur biidhni rabbihim. Maana yake ni kwamba hii Qur'ani ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, amesema kwa namna ya kujitukuza, na ni haki yake kwa ni mtukufu. Tumekiteremsha kwako Muhammad sallallahu alayhi wasallam, litukhrija an-nasa, ili uwatoe watu. Hii ina maana Qur'ani inawafaa watu wakati mwingine ile dhati ya kuifuata, kwa sababu ni mwongozo wa kweli, hata kama watu hao pengine hawaiamini, lakini ikisadifu kwamba wanafuata maelekezo ya Qur'ani kwa namna yote itawasaidia na itawafaa. Litukhrija an-nasa, ili uwatoe watu, minadh-dhulumati, katika aina mbalimbali ya viza. Sijui Waswahili mtasahihisha wingi wa kiza ni viza au magiza, mtanisaidia. Lakini ili uwatoe watu katika aina mbalimbali ya viza au magiza ila nur, kuwaleta katika nur biidhni rabbihim, kwa taufiki ya Mola wao. Hapa wanavyoni wanaweka angalizo ni kuangalia hii Qur'ani namna ilivyokuwa ni mwongozo. Allah tabaraka wa taala ametumia neno la wingi kwenye viza au magiza, dhulumat, lakini kwenye hii nur ambaye naye pia ina wingi wake, anwar, hakusema litukhrijahum min adh-dhulumati ila al-anwar, amesema litukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur. Wanasema hii inaonesha wazi kuwa dhulumat ni kila aina ya upotovu, kila aina ya upotovu, kila aina ya dhulma, kila aina ya ushirikina, kila aina ya uonevu, kila aina ya maovu yanaingia katika eneo la dhulumat. Lakini nur imekuja kwa umoja ili kuonesha kwamba chanzo cha nur, chanzo cha haki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na si vinginevyo. Kwa hivyo utaona kila aina ya ufanisi, kila kheri utakaiona ni lazima inatokana na watu
kushikamana na huu mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Qur'ani imekuja lengo kuu kuwatoa watu katika kila aina ya giza, aina ya dhulma, aina ya uonevu, aina ya majanga mbalimbali, ili watu waje katika nuru, yani mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wakati zoezi hili linaelekea kufanyika la uzinduzi, ni lazima tujue umuhimu wa Qur'ani tukufu kwa watu bila ya kujali wana imani za aina gani. Ama wale wenye imani kwao watafaidika na thawabu za kusoma Qur'ani, lakini pia watanufaika na kufuata huu mwongozo wa Qur'ani. Na Qur'ani kwa kuwa ni mwongozo, utafanya kazi kwa jamii yoyote ile ambaye itashikamana nao vizuri, itautendea haki katika kila eneo. Na watu wote wazuri duniani wanakuwa wale ambao wanalelewa na Qur'ani. Na wanasema kama kuna wakati ambao watu wana haja ya kufuata Qur'ani na kulelewa na Qur'ani, ni huu wakati ambao tunao. Jamii zimepoteza mwelekeo, dhulma, maonevu yamekithiri. Kimbilio pekee ni watu kukubali kujilea kwa manhaji ya Qur'ani tukufu, ili wale raia wawe raia wema na wale viongozi wawe viongozi ambao wana adala, kwa sababu huo ndio ujumbe mkuu wa Qur'ani. Kwa kuwa Qur'ani moja ya maadili yake ni kufuata maelekezo, naona hizo dakika 7 zimemalizika, zimekamilika. Wasia ni kwamba tufuate mwongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Qur'ani, kwani Qur'ani imekuja ili kututoa katika kila aina ya dhulma, kila aina ya shari, na kutuleta katika nuru. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, huyo ni Sheikh Twaha Suleiman Bane. Kwa Tanzania vijana wengi au mashekhe wengi wamepitia mkononi kwake, alhamdulillah. Amefundisha zaidi ya miaka 30 pale Al-Haramain, na ni fasaha bingwa wa lugha ya Kiarabu na Kiswahili. Na kwa kuwa hapa kuna mabingwa, basi kama ulivyosema wewe, kuna mtu mmoja wa lugha kanambia kiza wingi wake ni visa. Sasa sijui, lakini watu wa Zanzibar hapa sio katushika kina Shemindhiri, hao hatari sana hao kwa Kiswahili. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya tukio hilo, sisi kama Al-Hikma tumwachi hata yule aliyokuja katika